kwenye ile asili ya kidunia ya kibinadamu. Kwa maana wanapokamilisha hivyo, watu wengi ama niseme dini nyingi zinaingia na kwanza zishaingia, watu washasaini mikataba yao, yanafanyika katika mwili. Dini nyingi zimeingia mkenge kwa sababu wao wanajua kwamba hiki ni kitu cha Mungu, kwa sababu ya ule umoja na ule ukamilisho ambao tunaingia katika kuwa na kiongozi mmoja. Tuliambiwa atakuja mwenye nguvu, atakayetutetea, atakayetushindia, atakayetupigania. Lakini sasa wanapomalizana na hilo, watatekwa wengi. Ndio wanaingia kwenye agano hilo sasa la mambo ya mpinga Kristo na nini, kwa sitaki kwenda. Lakini sasa huku sisi kwenye kanisa, wale watu watakuwa wameshadanganywa huku. Wengi watakuwa wameshaingia kule. Lakini huku ndipo atakapokuja sasa Mungu kufunua yale yaliyo ya rohoni. Nikisema anakuja kufunua yale yaliyo ya rohoni, anakuja kufunua ule uweza wake wa kitendaji ambao unatakiwa utende kazi kupitia kanisa, kama jinsi ambavyo ule uweza wake Mungu ulitakiwa kutenda kazi kupitia taifa lake la Israeli katika uwingi. Siku Mungu aliamua kuwatoa taifa la Israeli kule Misri, ni kwa sababu alijua wametoshea, wanaweza wakafanya wanachotakiwa kufanya. Na siku ambaye Mungu ameona ya kwamba sasa kanisa lake lifika, muda umefika wa mwanadamu kuweza kuokolewa, akamleta Yesu Kristo. Na huyo Yesu Kristo ameenda amefanya sehemu yake, hao wamefanya sehemu yake, sisi ndio tumebakia kufanya sehemu yetu. Na sisi kufanya sehemu yetu, tuko katika nafasi ambayo katika lolote tunalolifanya, hakikisha kwamba unamuondoa mtu na kumjulisha mtu na kumuhamisha mtu, kumuingiza katika asili ya rohoni. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu mahali tunapokwenda kuingia, kama mtu aliyeokoka hawezi kukaa na hajaweza kuingia kwenye asili hiyo ya Mungu, hauna jinsi utakavyoweza kuikwepa hiyo alama sita wanaosemaga sita. Hautaweza kuikwepa. Kwa sababu gani? Si kwamba kwa sababu umeokoka ndio unaweza ukawa salama. Ni kwa sababu umeingia kwenye asili ile ambayo ni ya rohoni, ambapo sasa haya yameamuliwa na kutendewa kazi kwa namna ya mwilini. Sijui kama kuna mtu ameelewa nilipokuwa nafafanua haya. Kwa namna ya mwilini, lakini yakionekana kama vile ni jambo la Mungu. Kwa hiyo watu wanaingizwa kwenye mfumo fulani, mambo fulani ambayo yatakuwa msaada kwa watu, lakini bila kujua watu wanaingia mahali pabaya, kwa sababu Mungu alihamaga kwenye mfumo huo. Hafanyi kazi mfumo wa kimwili tena. Alimalizana na hilo alipokuja Yesu Kristo. Kwa hiyo mfumo aliobaki nao Mungu ndio huo wa roho, ambaye sasa ndio unaingia kazini. Nasema unaingia kazini kwa sababu hao washaingia kazini, washaweka mkataba wao, washaweka saini zao. Na huku kwetu ndipo kila mtu aliyeokoka anatakiwa aweke signature yake na Yesu Kristo. Wewe uliweka signature yako kwenye dhehebu lako, hama hapo haraka sana. Sikwambii utoke kwenye dhehebu lako, ninakwambia hamisha moyo wako hapo, upeleke moyo wako kwa Yesu Kristo. Kinyume na hapo hautaweza kuvuka. Mtawaona watumishi wa Mungu. Nasema mtawaona mwaka huu unaokuja. Kwa sababu mwaka unaokuja ndio Bwana amesema ya kwamba anaenda kuufunua ulimwengu. Anaenda kuufunua ule uovu na udhaifu wa ulimwengu. Lakini katika kuufunua, yule aliye na ufahamu wa kiroho ndio ataelewa kwamba huu ni udhaifu. Lakini yule asiye na ufahamu wa kiroho, ambaye hajawekeza moyo wake katika asili ya Mungu, hawezi kujua. Ataona huu ni msaada. Kwa hiyo kwa sababu hiyo atajikuta mengi. Tukipita mwaka unaokuja, tukiingia 2027, tutaingia kwenye lugha nyingine. Kama tutaishi mpaka wakati huo, mtakuja kunieleza na mtakuja kuelewa hichi ninachosema. Kwa tunapojifunza habari ya asili ya rohoni, tunajifunza asili ya rohoni kumtaka kila mtu sasa hivi asimamishe miguu yake kwenye msalaba wa Yesu. Aondoe moyo wake, aondoe kila kitu chake kwa mtu anayeitwa mwanadamu. Haijalishi ulikuwa unamuona ni nani. Hata mimi nimesimama hapa, naweka moyo wangu kwenye msalaba.
na sitaki mtu aweke moyo wake kwangu. Hapana, hapana. Weka moyo wako kwa msalaba, kwa sababu usipouweka hapo hauwezi vuka mwaka ujao. 2026 huwezi kuvuka. Utauvuka kama utakuwa unaishi ukiwa umeshaandikiwa jehanamu. Kwa sababu ukifika katika mambo hayo, ukaingia katika makubaliano hayo, hauna cha mchezo mnafanya dhambi ya zinaa na nini. Nikawaambia kwamba shetani amebadilisha code number. Atembelee ile code tena. Alishahamisha. Wakati kanisa bado tunatembelea ile code. Kwa hiyo utakuja kujikuta ya kwamba hauna uwezo wa kuondoka hapo tena. Nikasema ya kwamba tunaishi kwenye Ufunuo sura ya 13 na 14. Tunaenda kuingia mahali, naomba nisiseme kuhusu huko. Tunaenda kuingia mahali ambapo mtaanza kuona kuna wale farasi, naomba nisiseme. Tunaenda kuingia mahali ambapo mtaanza kuona vitu ambavyo kila mtu atakuwa anashangaa na kutaka kujua ni nini hiki na kwa nini hiki. Lakini sasa yule ambaye amesimamisha, amepeleka moyo wake katika msalaba wa Yesu Kristo na akasimama hapo, akawa mwaminifu, akawa makini hapo. Tumesema habari ya unapoweka moyo wako kwake, ndipo yeye aliye mtimilifu, ukamilifu wake ndipo anakukamilisha wewe. Kwa hiyo anapokukamilisha wewe, unaweza ama unakuwa salama katika eneo hilo. Kwa sababu gani? Wakati unaingia katika kukamilishwa na yeye, ndipo mahali ambapo unajengewa uzatiti wa nafsi yako wa maamuzi. Kwamba kile ambacho shetani alikiiba, na hata leo watu wameokoka lakini hakijaweza kurudi kwa watu, na wengine kilirudi lakini kimeondoka, wengine kilirudi lakini kinalegalega. Utashi. Watu tumeokoka lakini hatuna utashi. Ndio maana chochote kikitokea sasa hivi watu wanapelekwa na upepo. Wakati huo sasa, kila mmoja ambaye amewekeza moyo wake ama ameingia katika ile asili ya Mungu, ndio wakati ambapo tunaposema Mungu kumkamilisha mtu, kumuingiza katika utimilifu wake, ni kurejesha ile nguvu ya utashi ndani ya mtu, ili mtu aweze kufanya maamuzi. Kwamba mtu atasema kwamba ninakukata shingo, unamwambia nikate tu, hakuna shida, kama jinsi ambavyo tunaona mitume walivyofanya. Lakini sio kwa sura hii. Sio kwa sura hii tulio nayo. Ni watu wengi sana, mamilioni na mamilioni ya watu waliookoka. Kama hatutaweza kurudi hapo mahali ambapo tunapokasema sasa, watu wanaenda kuangamia. Inakwenda kutokea majuto na masikitiko. Kwa sababu by the time watu wanakuja kuelewa nini kinaendelea, watu wanajikuta washajiandikisha jehanamu kabla hawajafika hata kuzimu. Kwa mabadi tunaishi duniani, lakini tuliuzwa na dengu. Kwamba katika ile ya yule Esau ambaye alikuwa anasikia njaa, akauza haki ya uzaliwa wake. Kwa hiyo katika uhitaji wa wakati huu, utajikuta umeuza haki yako uzaliwa kwanza. Sasa tukisema habari ya kukaa kwenye asili, tunamaanisha vitu vingi. Tunamaanisha kwamba chochote kinachoonekana duniani kisiwe sehemu ya maisha yako. Mtanielewa? Nikisema kisiwe sehemu ya maisha yako, kwamba kila kitu kiondoke kwenye moyo wako. Ili nini kibakie? Abakie Yesu, ili yeye akupe vile vilivyo kwake. Ukiweza sasa kuanza kuishi katika hayo, utaweza kuishi wakati huu. Lakini ukishindwa kuishi katika haya, hauwezi kuishi wakati huu. Nikisema kila kitu cha duniani kiondoke kwenye moyo wako, sio maana uende ukachukua vitu vyako katupe, unaenda kuwa maskini. Kwa maana usishikiliwe moyo wako na kitu kiwacho chochote, kwamba kwa sababu ya hii basi mimi siwezi kufanya hii, kwa sababu ya hii mimi basi naona kanisani siendi, kwa sababu ya hii naona sijui nini. Hiyo isiwepo. Kitu ambacho kilifanya wale mitume mpaka wakafika ile hatua ya wanachunwa ngozi, wanatupwa kwenye msifikiri kwamba ilikuwa inafanyika tu. Ninachokueleza sasa hivi ndio system ilikuwa inatenda kazi wakati wao. Kwamba kilichokuwa kinafanya kazi wakati wao, waliimarishwa, wakakamilishwa katika ule utimilifu wake. Na ndio maana hakuna kitu duniani kilikuwa sehemu yao. Wao walisimama na Yesu. Sio kwamba walikuwa hawaishi, walikuwa wanaishi. Paulo alikuwa anafanya biashara na suka mahema, lakini mahema hayakuwa ndani ya moyo. Ila mahema ilikuwa ni kama fursa ya yeye kutumia kazi hiyo ili asimame katika kile anachotaka kufanya. So
Wakati huo wakiwa wamekamilishwa, wametengenezwa, wakakamilishwa, vitisho na matishio yote ya ulimwengu ilikuwa ni kama ile mnasema cha mtoto. Kuna lugha mnasemaga sio cha mtoto. Ilikuwa ni kama sehemu ndogo na sio maumivu kwao. Kwa sababu kwa hali ya kawaida wasingeweza kufikia hapo walipofikia. Tunaisoma sasa sisi kama historia kwa sababu iliwakuta wao. Lakini mimi nakueleza uhalisia. Ndio maana nilisema habari ya asili ya rohoni na asili ya kawaida. Ukiisoma na ukaelewa hayo katika asili ya huku ya mwilini, utaona kama historia. Na kwako utaona kama vile lakini kilichofanyika kwao kinakuja kwetu. Na Biblia inasema kwamba kunaenda kuwa na dhiki ambayo haijawahi kutokea duniani. Kwa maana yake ni nini? Hiyo ya kina Paulo tunayofikiria na hiyo itakuwa ni cha mtoto kuliko hicho tunachokwenda kukutana nacho. Sasa yale maandalizi ambayo Mungu anataka sisi kama kanisa tuweze kuandaliwa na ndio hayo ya kuingizwa kwenye asili yake, ili uweze kujua namna gani na kutambua jinsi gani ambavyo wewe unatakiwa kumjua huyu Mungu katika asili yake, ndiposa uweze kuishi naye. Uzuri ni kwamba huko kwake Mungu kuna kila kitu. Shida ni kwamba shetani alipotuwekea display kwenye ulimwengu, akapamba vitu vyake kwenye ukuta kama zile shule za nasari. Hapa atachora butterfly, pale atachora mtoto amebeba begi, pale atamchora mbwa, pale atachora mpira. Ukuta unapambwa, hapa amepaka yellow, pale amepaka blue, pale amepaka, ukuta unapambwa. Ndivyo shetani alivyopamba. Kwa hiyo kila mmoja ana cha kwake cha kuadmire. Kuna mwingine katika utoto sasa unaadmire kitu hiki. Wewe unapenda begi unaloliona lilivyochorwa, napenda ile kala yellow, napenda kala hii. Mwingine anapenda kala hii. Sasa hivyo ndivyo ambavyo maisha ya duniani yalivyo. Kwamba watu wanapoona yale ambayo shetani ameyaweka, hizo ni display tu ambazo zinakaa kwenye ukuta, na hicho ulichokiona kwenye ukuta hakitakuwa chako hata siku moja. Kwa sababu mwisho wa kuisha ndio kama hivyo tukuta mahali pengine. Lakini kama nitakuwa nimekubali moyo wangu nikaukabidhi kwake. Sasa hivi hatuzungumza habari ya wokovu kwamba okoka utaenda mbinguni. Na nilishawaambia nikasema injili ambayo tulihubiri haifanyi kazi tena sasa. Sasa ndio nakupa kwamba kwa nini haifanyi kazi. Kwa sababu sasa kazi iliyoko watu lazima waingizwe kwenye asili. Shetani alishafanya na anafanya mpaka sasa. Shetani anawaingiza watu wake kwenye asili yake. Na yuko kazini. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba dhambi iko nje. Zamani mlikuwa mnasikia dhambi mnaficha macho. Unamfichia nani? Na mtoto wa standard 2 anaiona zinaa kwenye internet. Wewe mzazi unamficha nini? Wakati mtoto, mimi nina wajukuu zangu, kale kengine kalikuwa kadogo, kana mwaka mmoja, kanajua kuchezea kompyuta, simu, anajua kuwasha kila kitu. Na anajua anaenda wapi, wanatafuta game zao na nini. Sasa mzazi ambaye hajaweza kulock vitu fulani kule, mtoto anatembea huko kwenye internet, anafika kuzimu akiwa kwenye internet. Mtoto wa mwaka mmoja anatembelea kuzimu. No, unakaa tu unasema kwamba ni mtoto. Shetani yuko kazini, anapeleka watu wake, display, anawaonyesha kwa kila namna. Na wakati watu wanafurahia, kumbe sio vya kwao. By the time unakuja kurealize ni kitu gani kinaendelea kwenye maisha yao, wanajikuta kwamba kifo kiko hapo kimeshasogea na hana jinsi ya kuishi, anatakiwa aondoke. Lakini sisi ambaye ni huku kwenye asili ya Mungu, sisi ndio tunatakiwa sasa, kwa sababu shetani alitumia mawakala wake. Mawakala wake ndio wanaofanya. Hao waliouza nafsi zao, wakakabidhi mioyo yao kwenye asili yake. Si mnasema waliuza nafsi? Na wewe kwa nini uuzi ya kwako sasa kwa Yesu? Si umeokoka? Yule ambaye ni wa shetani wa duniani alifanya maamuzi. Akasema mimi nafsi yangu nakupa shetani, moyo wangu twaa kama nilivyo. Kwa hiyo akiambiwa na shetani, nenda kwenye stage ucheze uchi, yeye waoni nyinyi, anaagizwa. Kwa hiyo atapanda pale, atacheza uchi. Wewe unaogopa, ukiambiwa nenda pale ukahubiri injili, unaanza kuhoji maswali. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini hapa? Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba hizi nyakati ama wakati huu tunaoishi sio rafiki. Na sio rafiki kabisa kwetu.
na usifanye urafiki na wakati huu. Ukifanya urafiki na wakati huu umepotea. Slight mistake utajikuta mahali kwingine. Hicho ndio ninachokiomba mimi kila siku. Kila mimi nazururaga hapo usiku na namwambia tu Mungu, si mimi hata sielewi naomba msamaha wa nini. Wewe unafika mahali hujui tena hata unatubu nini. Lakini natafuta nini? Natafuta kibali kwa sababu ya nyakati anazonionyesha. Nasema sasa mimi sielewi, mimi unanichanganya mimi kwa sababu nikiangalia kama hiyo ndio hali. Nikianza kuangalia watoto wangu, nikianza kuangalia kanisa, nikianza kumkumbuka yule, nikimkumbuka yule nani sasa hivi ndo anajifanya mjeuri. Nasema sasa hawa watu laiti wangeelewa. Sasa unatubu unatubu mpaka mwisho unakuwa hujui hata unatubu kwa ajili ya nani na hujui unatubu kwa ajili ya nini. Unabaki unalia alafu mwishowe basi unakuwa wewe kama ndio mgonjwa. Hizi nyakati sio rafiki. Lazima nafsi yangu nihakikishe nimeiuza kama wale waliuza kwa shetani wakiwa kwa nafikiri hawamjui shetani, wanamjua, ila wamepewa habari tofauti na zile unazozijua wewe za shetani. Kwa hiyo kule wao waliambiwa, ndio maana wanatetea. Huyu mwingine anasema kwamba hata watu wanasema sijui nini pesa za majini za hakuna shetani, hakuna agano la kuua mtu hapo, kwa sababu ndicho alichoambiwa. Lakini baada ya miaka kadhaa atamuona shetani anamjia, nataka sadaka sasa. Tumeshakula sadaka ya miguu miwili ya kuku, tunataka ya miguu minne. Miguu minne si ni mbuzi tu, si ng'ombe tu. Ng'ombe naweza kununua. Unaenda mwisho unaambiwa sasa jamani, tumechoka na sadaka hii, tunataka sadaka ya miguu miwili tena. Kuku hapana, tunataka sadaka ya miguu miwili ya mzazi wako. Ndio unaanza kushtuka. Lakini taarifa uliopewa mwanzo ndio ilikuwa tofauti. Lakini kwetu tunaye Mungu ambaye yeye alisimama na taarifa ya kweli tangu mwanzo. Akataka tupeane nafsi zetu kwake, mioyo yetu tuikabidhi kwake, ili tuweze kuishi sawa sawa na yale mapenzi yake, tufurahie. Nitasema kwamba ni unfortunately, yani sijui niseme ni bahati mbaya ama ni kitu gani, sina lugha ya kuitamkia hiyo. Yale yote ambaye Mungu aliwekea kanisa, kufikia mwisho wa maisha tukiwa hatujafurahia wokovu. Kwa maana yale ambaye Mungu aliyakusudia kwa ajili ya kanisa hayajawafikia wahusika. Na wengi waliondoka duniani wakiwa bado wanahangaika. Na leo wimbi ni kubwa ambapo kitu kilichokuwa kinatakiwa kufanyika ili waweze kumfikia Yesu, lakini hatuwezi. Sisi wenyewe tunaotakiwa kupeleka hizo habari ili watu wamfikie Yesu, bado hatujui tunatakiwa kusema nini, hatujui tunatakiwa kufanya nini. Sisi wenyewe hatujakaa sawa. Sasa kwa namna hiyo shetani tunampa nafasi, anaendelea kuchukua watu. Paulo huyu alikuwa rafiki na hawa wa kwenye sinagogi. Alifanya kazi ya wakuu wa masinagogi. Aliua kanisa, aliua watu wa Mungu akiwa amepewa kibali na wakuu wa masinagogi, kwa sababu ya kuitetea Torati, kwa sababu ya kupigania kile alichokuwa nakijua yeye kwamba ni cha kweli. Lakini siku alikutana na Yesu, aligeuka saa hiyo hiyo. Hakusema mimi ni mtoto mchanga nimeokoka jana. Hakusema, alisimama na akageuka na akaanza anawafuata hawa kwenye masinagogi na kuwaeleza. Na waeleza chimbuko lenu ni hili. Tangu tumetoka kule kwa baba zetu, Mungu ametutoa kule, ametupeleka katika nchi ya ahadi, ametupigania kwa mkono wake. Anawaleta, ukisoma, siwezi kusoma kwa sababu hizo habari ni ndefu sana, mpaka mstari wa mwisho ukisoma hiyo anaeleza. Ukija kwenye mstari wa 36 anasema, kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake, alilala akawekwa pamoja. Ameshatoka kule kwa wale wa Israeli, ameingia kwenye kipindi cha wafalme, mahali Mungu alikuwa anatetea kiti chake cha ufalme. Alitetea kiti chake cha ufalme katika mwili, lakini kiti alichokuwa nakitetea ni kile cha katika roho cha ufalme wa wafalme ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo analetwa sasa, wanaletwa kwa Daudi, wanaelezwa habari ya Daudi, kazi ambayo alifanya. Anasema aliyefufuliwa, bali huyu aliyefufuliwa
na Mungu hakuona uharibifu. Habari za Yesu. Basi na ijulikane kwenu ndugu zangu, ya kuwa kwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi. Amepita na hao wote mpaka amefika sasa kwa Yesu, na kuambia huyo hakuona uharibifu, maana alikufa akafufuka. Kwa hiyo yu hai, na kwa kupitia yeye tunapata msamaha wa dhambi, na kwa yeye kila amwamini huhesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa. Sasa unaona, amewasema nao, akawaambia habari za baba zao, habari za torati, akasema kila kitu, akasema habari za wafalme, akasema habari za mkono wote. Sasa ndio anawaambia habari za Yesu Kristo, na kuwaambia sasa, kuwapa ukweli kwamba kuna vitu ambavyo torati haikuweza kuviondoa ama kuvisimamia, kwa sababu katika Agano la Kale dhambi ilikuwa haiondolewi, ilikuwa inafunikwa. Lakini kwa huyu dhambi inaondolewa kabisa, inafutwa na kufutika na isionekane tena kwako. Kwa hiyo akawaelezea, anasema angalieni basi isiwajilie habari ile iliyonenwa katika manabii. Tazameni enyi mnaodharau kastaajabuni mkatoweke, kwa kuwa natenda kazi mimi siku zenu, kazi ambayo msingesadiki kabisa, ijapo mtu akiwasimulia sana. Amewapeleka kwenye maandiko ya wakati wa nyuma kwenye Agano la Kale, ambalo hayo maandiko sasa yako kwenye kitabu cha Habakuki, ambapo walitabiri waliotabiri wakasema hayo, lakini zilikuwa zinasema habari za hawa sasa, na Paulo sasa anawafungua macho waweze kuelewa. Na walipokuwa wakitoka, wakawasihi wawaambie maneno haya sabato ya pili. Tayari ameshashika mioyo yao, wamemwalika sasa rasmi kwamba ikifika sabato ya pili waje wakaseme tena, kwa sababu kuna kitu kimeanza kuingia ndani yao ili waweze kumpokea Yesu. Kwa hiyo hao walikuwa ni upande wa Wayahudi na hao walikuwa ni upande wa mitume. Kwa hiyo kulikuwa ni watu raha mbili, lakini tunaona kwamba ni namna gani ambavyo mwisho wakaitwa ni miungu. Wale watu wakasema hawa ni miungu kwa sababu waliona, walisikia, wakafahamishwa mambo ambayo yalikuwa yamepita ufahamu wao. Kwa nini walisikia? Wakaanza kuwaita wao ni miungu. Akamuita Paulo kuwa nani, siku Zeu, siku mwingine akaitwa nani, kwamba kwa sababu Paulo sasa hakuwapa historia katika ulimwengu wa damu na nyama, historia ya Israeli. Alitoa historia, lakini akaja akawaeleza uhalisia, na alipowaeleza uhalisia, mioyo yao ikahamishwa kutoka kwenye historia ikaingizwa sasa kwenye ile asili, kuanza kutembea pale na kuanza kutafakari, na wakaona haya maneno ni ajabu. Mbona hizi habari zimekaa kwa namna tofauti ambazo hazijasikika, lakini zinaonekana zinafaa. Kwa hiyo tunaomba muje tena sabato inayokuja, muje mkatuelimisha. Kwa hiyo injili inakubalika na kuhubiriwa. Ndio maana tunasema ya kwamba lazima tuhakikishe kwamba tunakaa na neno lililobeba kweli ya Mungu, ambapo ile kweli ya Mungu itaweza kufungua mlango wa Kristo Yesu kupokelewa na watu. Amina. Ili watu waweze kuhamishwa, kwa sababu si kwa nguvu zetu, na si kwa maneno mengi ulionayo, na si kwa kujipanga sana, si kwa namna gani unaweza ukaweka andiko hili na andiko hili na andiko hili ukafundisha watu. Ni kwa ile nguvu itokanayo na yale ambayo yamebeba uhalisia wa Mungu, kwa sababu kutoka kwenye ile historia, kama tunavyosema tunatafsiri Biblia, kutoka kwenye ile historia umetafsiri nini mpaka umeleta kwenye uhalisia wa Mungu, ambapo uhalisia sasa huu wa rohoni, uhalisia wa Mungu ambayo ndio wa rohoni, ndio tunaoishi sasa. Sasa ili uweze kupata nafsi ya mtu, kuweza kumleta mtu kuingia pale, ondoka kwenye injili ya zamani,
Mtanisamea nasema ya zamani kwa sababu sina lugha nyingine. Hiyo ndio lugha ambayo naweza nikatoa tukaelewana. Kwamba nikisema injili ya zamani ni injili ambayo inaeleza historia. Lakini tunatakiwa kuingia kwenye injili ambayo imebeba uhalisia. Sasa nasema nataka kumjua Mungu ili niweze kuishi naye, niweze kutembea naye, niweze kufanya kazi na yeye. Yule ambaye ameingia aliye na historia huku, uweza ulioko huku hauwezi ambatana naye. Nguvu zilizoko huku haziwezi kuambatana naye. Ndio maana tunaona wanaenda kutafuta tunguri. Ndio maana tunaona wanaenda kuwa matapeli, kuwapanga watu wajifanye ni viwete lakini kumbe si viwete. Wengine wakifanya ni vipofu kumbe sio vipofu. Kwa sababu uweza utendao kazi huku hauwezi kutenda kazi huku. Huku kuna historia. Lakini sasa unapotoa uhalisia kwa kupitia historia kama ambavyo nimesema, unawajulisha habari za huko kwamba hizo zilipitwa na wakati. Kwa hiyo sasa unatakiwa kupitia hicho, ndio maana hiki kimekuwepo na hiki ndio sasa unatakiwa uingie ndani. Kwa hiyo ukiingia ndani katika ule uhalisia wa Mungu wa sasa, ukaanza kuishi hapo, utamuona Mungu. Utamuona Mungu katika maisha yako. Alafu yeye kwa sababu umeshahamisha moyo wake ukauingiza kule ndani, Bwana anaanza naye kufanya ukarabati. Baada ya siku 2-3 anaanza kuona vitu tofauti ambavyo alikuwa haoni. Huku anahubiriwa haoni uhalisia wa Mungu. Huku anahubiriwa haoni uweza wa Mungu. Huku mtumishi anaruka mpaka kwenye madhabahu, shati inaloa kabisa, jasho. Anatoa mifano mingi na sisemi wahubiri, mimi nafundisha, natoa maneno. Anatoa maneno mengi na kila kitu anachoweza kukitoa, lakini uhalisia wa kiungu hauwezi kujidhihirisha, kwa sababu uhalisia wake wa kiungu unajidhihirisha kwenye asili. Sasa asili ya Mungu ni nini? Asili ya Mungu nimesema kwamba haina mipaka, kwamba ilianza mwanzo na ikatangaza mwisho. Kwa hiyo inatembea katika maeneo yote. Sasa yule mtu anayekuwa ameingia kule akakaa pale, mara anaanza kuona alikuwa na hasira, anaona kwamba kama vile sisikia hasira. Tu yule nilikuwa namchukia lakini sasa hivi naanza kusikia kumhurumia. Mungu anamletea, amekarabati moyo. Sasa anamletea yule mtu kwenye ufahamu. Alafu akimletea kwenye ufahamu, mwanzoni alikuwa akiletewa huyo mtu na shetani. Alafu anakunja uso, anakasirika. Yuko peke yake lakini anakasirika, atampiga yule mtu, atamnyonga yule mtu, atamzika. Akiwa peke yake amekaa. Kwa ile hasira atakayokuwa anakasirika, anaona mpendi, anaona hivi. Lakini sasa analetewa, shakarabatiwa. Analetewa yule mtu kwenye ufahamu wake na Mungu. Akiletewa sasa, kwa sababu ni roho ya Mungu sasa inakaa ndani yake, huruma ndio itatokea ndani ya yule mtu. Sio ile chuki alikuwa nayo. Tunaona anaanza yuko peke yake, anasikia tu kama anasikia kumuonea huruma, maana mtu ajue anachofanya nini. Mwisho anaanza kumuombea. Kwa hiyo anajikuta anaanza kuishi ile asili. Anaanza kuishi ile namna ama kwa tabia zile za ile asili ya Mungu, kwa sababu ameanza kuadapt ile system, kwa sababu yuko pale. Na anapofikia hiyo hatua, ndivyo mtu anavyoanza kukamilishwa. Ile Waefeso sura ile ya 4 ambaye Bwana anasema tunakamilishwa. Alitoa wengine kuwa mitume, manabii, kutoa wainjilisti, walimu na hata wachungaji ili kutukamilisha. Kwa hiyo inapofika katika hatua hiyo, tunaona kabisa kwamba mtu ndio anaingia kwenye kukamilishwa. Unaanza kukamilishwa. Kwa hiyo pale Mungu anaangalia tu, sasa hivi natoa hiki, baada muda fulani natoa hiki, baada muda fulani natoa hiki. Mwendo wako wa wokovu unaenda ukiwa unasogelea kufika mahali husika kwa umilele wako. Kinyume na hapo, tunazunguka jangwani na hakuna mahali tunaenda, na hakuna kitu tunafanya, na hakuna mahali tunafika. Sasa somo hili liko kwa sababu tunatakiwa kugeuka ama kusogea na kuwa mahali ambapo tulitakiwa kuwepo. Mahali ambapo mimi nitakapomjua huyu Mungu kwa jinsi hiyo, ambapo kwenye ule uweza wake na mamlaka yake ama na nguvu zake zitaingia kwenye utendaji kwenye maisha yangu. Na zikiingia kwenye utendaji, badiliko la ndani linalofanywa na Bwana litaonekana kwenye tabia ya nje na watu. Kwa hiyo watu wataanza kuniona mimi ni wa tofauti, na mimi mwenyewe pia nitajiona
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba ninapokaa sasa pale kwenye ile asili yake Mungu, ni mahali pa kutengwa. Unaweza ukawa labda hujanielewa